Naam, karibu mtazamaji wetu mpendwa wa BG Online TV kote unako tufuatilia kwa muda huu. Karibu kufuata habari zetu kwa wakati huu kutoka kwenye maeneo ya shamba za mapambano. Mapambano makali yameshuhudiwa mara tena Jumatatu hii ya tarehe 1 April mwaka 2025 kwenye maeneo ya Nyantende, Munya, Nyangezi na vijiji vingine vya kando kando karibu na Bukavu. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewataka raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale wa mashariki mwa nchi hiyo, kujiunga wengi ndani ya jeshi la taifa FARDC. Kuna hayo na mengine mtazamaji wetu, ila nakusihi kama bado kusubscribe kwenye channel yako ni vema ufanye hivyo. Tuanze habari zetu na habari za kule Lusoko ambako hali ya usalama imeripotiwa kuzorota siku ya Jumanne hii ya tarehe 1 April 2025 kutokana na mapambano kati ya wazalendo na Otwigwaneo wanaungana na M23 mida ya asubuhi. Mapambano hayo yaliripotiwa pa Lusoko na Wamlema, sekta ya Tanganyika, tarafani Fizi. Habari toka sehemu hiyo zaeleza kwamba kundi la Twigwaneo walishambulia kambi za wazalendo ili kupenda kumiliki vijiji hivyo, ila bila mafanikio kwa vile wazalendo walikuwa wamejipanga vilivyo. Siku zilizopita ndani ya kijiji cha Wamlema kumewahi kuokotwa vikaratasi vilivyoandikwa na vikionyesha kuwa Twigwaneo wanaungana na M23 watakwenda kushambulia kwenye kijiji kile. Inosa Baruani ni mmoja kati ya wanaharakati wa shirika la raia eneo hilo la Wamlema. Alipoongea na BG Online TV kwenye njia ya simu, alieleza yafuatayo. Situation gisi hali ya mulima iko. Ilikuwa mamida tu ya asubuhi, watu walilamuka mzuri tu. Wakati ilienea tu masaa 1 ya asubuhi watu waisha alamuka. Basi kwenye milima ya kutoka Minembwe njia ya Nyaruinga watu wakasikia deja masase yanaanza lia kule Yulu ya mingi tu. Kisha kidogo masase ingine kaanza lia njia ya Mukoko. Basi ndio vita ilianza kupiganiwa kule Yulu ya mingi tu, masase ya mingi watu wakaanza toka mwingine kutoka bila kubeba hata kitu. Lakini Mungu ni mkuu, mpaka gisi walianza kupigana na mamida hii hawakufaulu kabisa kuingia katika kijiji cha Mulima na hata katika kijiji cha Lusuku. Lakini vijana kule mamilima Mukoko walibana umoja askari wao wa jeshi la Twigwaneo walimubana, na mpaka hivi iko mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi letu la taifa. Mpaka hivi kungali kimya, wanaendelea kuwasukuma ndani ya pori ya Shende Mitum. Ni haya ambayo yamejiri maeneo yetu ya Mulima, na hivi katika mingine yetu kabisa, mingine yote imebakia na upweke, hakuna watu wameshuka kuanzia Lumanya kujielekeza Kakamba na wengine kufika hata Mamukera, na wangambo za Lusuku nao wamejielekeza ngambo za Yulu, Kabala, Kabwali, Kanguli, na vijana wetu nao wameingia wengi kabisa wazalendo ambao wametoka vijiji mbalimbali ngambo za Yulu, Manakiele kushuka upaka huko chini, na kulitoka zingine defendere mbali ilitoka huko ngambo za chini za Mukera kwenda kusaidia wengine wenzao. Na mpaka kwa sasa hatujajua bila kama ni aje. Tungali tunaendelea kufuatilia polepole sababu kwenye kuna ria risasi, hifadhi ngumu sana. Upande mwingine, mapambano makali yameshuhudiwa mara tena Jumatatu hii ya tarehe 1 Aprili 2025 kwenye maeneo ya Nyantende, Munya, Nyangezi na vijiji vingine vya kando kando karibu na Bukavu. Mapambano hayo makali kati ya vikosi vya wazalendo zidi ya M23 kwenye vijiji vya Nyantende, Munya, Nyangezi, Toyota, Mumosho ndani ya grupementi ya Ruhongo tarafani Walungu mkoa wa Kivu ya Kusini vimeshuhudiwa mapema asubuhi.
Kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba mapambano hayo yameanza asubuhi mapema muda wa saa 11 za alfajiri. Wazalendo walikwenda kwa moto kushambulia vijiji vinavyomilikiwa na waasi wa M23 katika maeneo hayo. Kwenye mapambano hayo kati ya kundi za wazalendo dhidi ya M23, inasadikika kwamba gari iliyotoka pa Bukavu na vikosi vya M23 kwa ajili ya kutoa msaada pa Nyangezi iliingia ndani ya mtego wa wazalendo pa Toyota na kufariki jeshi wa M23 wapatao 20. Kijiji hicho cha Toyota ni kijiji kinachopatikana umbali wa kilomita 13 na mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini pa Bukavu. Silaha nzito na zile ndogo zimesikika kwenye mapambano hayo ya kati ya wazalendo nao M23. Duru zetu hizo ziliongeza kwamba wazalendo wamedhibiti kijiji cha Nyangezi, ila bado kuwa na uhakika kutokana na habari hizi. Mengi zaidi kuhusu habari hizi tutakujuza kwenye habari zetu zinazofuata, na tunakuomba kuendelea kutembelea kwenye channel yetu ili kujua yanayoendelea kwenye shamba hilo la mapambano. Mtazamaji, hii ni BG Online TV inayokutangazia habari hizi toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuangazie habari zetu hizi na habari za kauli ya rais wa nchi ya Burundi. Rais wa nchi ya Burundi Meja Evariste Ndayishimiye amewataka wakongomani kuwa macho kutokana na uvamizi ulio kwa sasa nchini humo. Kwenye kibarua chake hicho, Rais Evariste Ndayishimiye ameandika mambo mengi kama vile wakongomani kutotegemea jeshi la nchi jirani, kwani bado wao wakongomani wana uwezo na nguvu za kutetelea nchi yao. Pia amewataka wakongomani waingie ndani ya jeshi la taifa FARDC na sio kuwa nyuma yao, ikimaanisha kwamba kama vile kuwepo kwa vikosi vya wazalendo, ni vema wote kuweza kuingia katika jeshi la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali iliyo halali ili kumpiga adui anayewavamia ndani ya nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Evariste Ndayishimiye alizidi kuongeza kwamba M23 ni Rwanda na wao hawako pale kwa ajili ya kuweza kuwakomboa, bali ni kwa ajili ya kuweza kuwaua na kugawa nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amkeni wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingeni wengi ndani ya jeshi kabla haijawachelewa zaidi. Alisema hivyo Rais Meja Evariste Ndayishimiye. Hii sasa si mara ya kwanza rais huyo wa nchi ya Burundi Meja Evariste Ndayishimiye kuendelea kutoa kauli hiyo ya tahadhari na ushauri kwa wakongomani ili kutetea nchi yao inayovamiwa na waasi wa M23 kwa sapoti ya nchi ya Rwanda. Kama wewe upande wako unapokea hadi ujumbe huo wa kila mara unaotolewa naye Rais Meja Evariste Ndayishimiye kwa wakongomani, tunasubiri jibu lako kwenye comment hapo. Mwisho kamili wa habari zetu hizi siku ya leo mtazamaji. Hatuwezi kukosa kukushukuru kwa kufuata mwanzo hadi mwisho wa habari hizi. Tunakutakia kila laheri, twasema kwaheri.